kuna kuoa na kuoana. Nadhani mwanamke mwenye akili timamu anayejitambua atapenda aolewe, au mwanaume mwenye akili timamu anayejitambua atapenda kuoa. Kwa mfano, mimi natoka asubuhi naenda kazini na mke wangu anatoka asubuhi anakwenda kazini. Yeye kapata mshahara shilingi 10,000, mimi nimepata mshahara shilingi 10,000, shilingi 20,000 mshahara wetu. Tunatengeneza budget. Huu ni mfano wa watu walioana, sio walioa. Sasa kuna watu atajenga vitu vingi kichwani, huwezi kuona thamani ya mtu mpaka kuondoke nini. Uelewa wako ni hafifu sana. Mwanamke mwenye kujitambua ni yule anayekubali kuolewa, na mwanaume mwenye kujitambua ni yule anayekubali kuoa. Kuoa ni kuchukua mzigo wote, namna ya kumfahamu mkeo, uwezo wake wa kufikiri, uelewa wake, namna ya kumuongoza, namna ya kumwezesha, namna ya kila kitu unachokijua unakitekeleza wewe ambaye umeoa. Ndio kichwa cha familia. Huyu mtu ameoa. Aliolewa ni yule mtu na si udikteta. Ni yule mtu ambaye anamuongoza mwenziwe vizuri kwenye kila hatua au kwenye kila sekta. Huyu ndio mwanaume alioa. Na mwanamke aliolewa ni yule mwenye kufata utaratibu wa yule aliyemuoa. Mtu mwenye akili atapenda aolewe, na mwanaume mwenye akili atapenda kuoa. Ila mwenye kiwango kidogo cha ufahamu, cha matumizi ya akili, anaweza kuingia kwenye agreement ya kuoana. Ndio mwanaume hawezi kuona aibu, ataambia mkewe au mpenzi wake, ninunulie kiatu, ninunulie suruali. Mwanamke anahangaika, analeta chakula ndani, anakula kama zuzu na anashiba na analala na anakoroma, haoni tabu. Huyu ni mwanaume, lakini hana sifa za kuwa mwanaume. Maana kuna jinsia, mwanadamu ni jinsia. Sasa kuna sifa zile. Mimi nazijua takriban sifa 22. Sasa kikubwa kinachowapeleka watu wengi kuhama familia zao ni mwanamke kutotambua wajibu wake na nafasi yake kwenye familia ikoje. Ni chachu ya kumfanya mwanaume au mwanamke kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, kwa sababu haelewi anachotakiwa kufanya ni nini. Kwa hiyo nimezungumza ili kuwasaidia baadhi ya watu ambao hawajui nafasi zao ni zipi katika safari ya maisha. Ni vizuri ukajitambua na ukatambua nafasi yako na wajibu wako katika safari ya maisha yako. Kesho ni siku nyingine, tunaweza kuzungumza mengine. Leo ni haya. Tuzungumza na T.R. Msigwa kupitia 0752819047 au 0713646691. Kuna rafiki yangu yuko Kinshasa. Bahati nzuri tumekusafirishia na vipimo. Ukipata dawa, tafadhali naomba utumie kwa muda wa siku 4, siku ya 5 ni kuelekeze namna unapata negative, na maisha yako mengine ya Kongo yaendelee kuwa vyema. Mungu ibariki Afrika. T.R. Msigwa.